lazima tuongeze nguvu kwenye kuipaza. Na namna ya kuipaza sauti sio sisi viongozi tukuzungumza jukwani. Ni pamoja na nyinyi viongozi kuzungumza kwa namna mbalimbali. Mimi faraja ninayoipata kwa kweli ni kwamba sasa hii kauli mbiu na huu msimamo wa no election ni msimamo ambao hata kwenye mitandao ya kijamii sasa umetamalaki kweli kweli. Hongereni sana wananchi. Na kwa kweli niwapongeze wote. Nimpongeze Mange Kimambi. Nikupongeze wewe wa Singida hapa ambaye walikuwa watawala wakiandika tu. Yani Rais Samia akiandika tu au chao wake wakiandika tu na wewe unawapandia pale juu ama Instagram au Facebook au Twitter au popote pale X au kwingine na wewe unasema Mwalimu aliacha viwanda vya nguo, Matex, Mutex, Dar Textile, Sungura Textile. Mwalimu aliacha viwanda vya magodoro Dodoma. Mwalimu aliacha viwanda vya viberiti Kiba Matches. Mwalimu aliacha viwanda vya chuma. Ukienda Morogoro kulikuwa na viwanda vya magunia. Vyote vimeuawa. Vyote vimeuawa. Maana yake nini? Watu wa Singida. Maana yake nini? Maana yake nini kwenye maisha yako? Sikiliza. Pale Arusha kulikuwa na kiwanda cha General Tyres. Mimi nimekuwa babangu ananunua tairi za General Tyres. Maana yake nini? Maana yake pasi ikitoka Tarime inaingia kwenye kiwanda. Wewe ungeweza kutoka hapo ukaenda kuomba kazi General Tyres Arusha. Uongo kweli? Ukapata kazi General Tyres. Ukipata kazi pale, ukilipwa mshahara, unakuja kujenga hapa Singida, unamwajiri yule kijana fundi. Yule kijana akipata hela ananunua mboga kwa huyu mama. Huyu mama akipata hela anamwagiza bodaboda amletee mboga. Bodaboda akipata hela anakunywa mafuta kwenye kituo cha mafuta. Yule mwenye kituo cha mafuta anamwajiri mlinzi. Mlinzi ananunua kitanda kwako. Wewe ukipata hela unakunywa chai kwenye mgahawa. Pesa inazunguka. Leo viwanda vimeuawa. Tuna bodaboda kila kitongoji nchi. Kuanzia kwetu nilikozaliwa Kitagasembe mpaka Mtwara Lindi, kila kitongoji kuna bodaboda. Hakuna hata kiwanda cha kutengeneza tairi ya bodaboda. Pesa inatoka Iguguno Singida, inatoka Makiungu Singida, inakwenda China kuagiza tairi za bodaboda. Unapataje ajira? Ina maana ajira yenu inasafirishwa kutoka hapa inapelekwa China. Leo kiwanda kingekuwa Singida cha tairi za bodaboda, pesa ikitoka Iguguno inakuja Singida inakuajiri wewe. Pesa ikitoka kule, yule mtu analala kwenye nyumba ya mtu hapa, pesa inazunguka. Leo inatoka hapa inaenda China. Tuna viongozi wenye akili hapa? Si hata kama mnaelewa ninachokisema nyie? Leo nchi leo hatuna hata kiwanda cha kiberiti. Viberiti tunaagiza kutoka Kenya, Kasuku. Mwalimu aliacha kiwanda cha Kiba Matches. Kwa hiyo kiberiti kikiisha Singida, pesa inatoka Singida inakwenda kuagiza kiberiti cha Kasuku Kenya. Toothpick. Asante sana. Thank you very much. Toothpick tunaagiza China. Misitu iko hapa. Kwa kulima sunflower. Sunflower tunahitaji. Alizeti. Na Dodoma inajulikana kwa kulima alizeti. Serikali hii kwa mwaka jana, ukisoma takwimu za serikali, tumeagiza mafuta ya kura nje ya nchi. Sio tatizo la kidunia, ni tatizo linalotengenezwa na viongozi wajinga wasiokuwa na ubunifu, wasiokuwa na uwezo. Sikilizeni, siku na dhahabu hapa Singida inachimbwa na kina nani? Kienda kule kwetu inachimbwa na Wachina. Ndio wako kwenye migodi. Wachina waingii kwenye mashimo. Wanaoingia ni vijana weusi wa Kitanzania. Uongo kweli? Wachina wao wanasubiri end product imeshatolewa, wanachukua wanaenda kuuza. Serikali imefanya matumizi kwa mujibu wa ripoti ya CAG mwaka jana. Controller and Auditor General, mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali, anasema serikali imefanya matumizi yasiyokuwa na tija ya bilioni 571. Matumizi yasiyokuwa na tija maana yake nini? Yaani CAG ametumia tafsida. Badala ya kusema naenda Msarani, badala ya kusema naenda wapi, ukasema naenda Msarani, sio?
Unasema naenda msalani baada ya kusema naenda wapi? Sasa mkaguzi na mdhibiti mkuu ametumia tafsida kuficha ukali wa maneno. Angeweza kusema serikali imefanya matumizi ya kijinga au ya kipuuzi milioni 571. Ndio hizo tunasikia mara goli la mama, sui kidugu cha mama, sui vichekesho vya mama, kila kitu. Hizo fedha nyie watu mna dhahabu. Wangechukua yale machimbo yale maeneo yenye dhahabu, wakaunda vijana, vikundi vya vijana 100 mkapewa mitaji na mashine na krasha na madawa ya kusafishia, mkapewa maeneo ya kuchimba. Mkichimba mkipata dhahabu, ukiuza nje, pesa inarudi kwenye mfuko wako, wewe unakuja kujenga nchi yetu. Unapompa Mchina akitoa dhahabu, akienda kuuza nje, anajenga kule kwao, haendelezi nchi yetu. Sio kama mnaelewa? Hivi mnanielewa vizuri? Tunawezaje sisi nchi hii kuagiza ngano ya bilioni 560 kwa ajili ya kupika mandazi na chapati na sio na nini? Ngano tunaagiza kutoka Ukraine. Ukraine iko vitani, sisi tunanunua ngano kutoka Ukraine. Tunanunua ngano kutoka Saudi Arabia jangwa. Tunanunua ngano. Saudi Arabia wamechukua udongo Zimbabwe, wamechukua maji ya baharini, wanayaondoa chumvi, wanafanya kitu kinaitwa desalination, wanamwagilia. Sisi tunaagiza ngano kutoka kwao. Mwalimu alituachia mashamba Basotu ya kulima ngano ya kulisha nchi nzima. Unampa pesa kwa mkono huu, unazirudisha kwenye nchi kwa mkono huu. Unakuja kutumeza. Hawakutusikiliza. Mwaka jana peke yake tumeagiza chuma kutoka nje ya nchi cha dola za Kimarekani bilioni 1.2, trilioni 3 kwa mwaka huu. Mwaka juzi hivyo, miaka mitatu tumeagiza chuma cha trilioni 10, wakati tungejenga kiwanda chetu cha trilioni 7.8, tuchimbe miaka 100, tuwauzie Kenya, tuwauzie Kongo, tuwauzie nini. Nchi iwe na hela nyingi, kila mtu akae vizuri. Nchi ikiwa na hela nyingi, nchi nyingine ambazo zina hela nyingi, hata watu wasipokuwa na ajira, serikali inawapa pesa. Kuna wakina mama akijifungua anapewa pesa inaitwa child support. Ndio maana nchi kama Uingereza, vinchi vidogo, watu wasiokuwa na ajira, serikali inawapa nusu ya mshahara ya mtu aliyoko madaraka, aliyoko kwenye ajira, kwa sababu serikali ina liquidity. Leo tukakataa, tunachukua pesa za ndani ya nchi, tunaagiza chuma kutoka nje. Unaendeleaje? Mwalimu Nyerere alijenga viwanda vya kutengeneza nguo, ginneries za kuchambua pamba. Leo Wasukuma na pamba kule Shinyanga, Geita, Simiyu, wanauza pamba yao shilingi 1150 kwa kilo. 1150 inaenda nje. India wanaenda wanaifanyia chini, wanaichambua, wanaifunga kwenye karatasi. Kwa hiyo nimalizie na hii. Wanaifunga kwenye karatasi. Kesho napata ubunge na uwaziri. Uongo kweli? Na hao askari wote watakuwa wananipigia saluti hapa. Tumekataa kwa sababu ya nchi yetu. Tunawezaje kuchukua bandari yetu tunakabidhi wageni wa Arabu? Nchi hii ni ajabu sana. Kuna wakati ukijua mambo ya nchi hii unaweza kufa kwa pressure. Asante sana. Tunahitaji kubadilisha nchi hii once and for all. Wewe aliyekutuma watakufinya vijana wetu hapo, utapotea. Mwacheni. Haya. Haya, people. Hili ndilo nililowaambia kwamba
Uongo wa watu wanaotumiwa ndio tatizo la nchi, kwamba weapon wanayotumia ni ubongo wa watu kama hao. Unafikiri huyu kijana angekuwa na kazi ya kufanya, angekuja kuriski maisha yake kwenye umati kama huu? Sanaweza kuumizwa na watu kwa sababu ya shilingi 10,000. Wewe usikubaliane. Tulieni kwenye mkutano. Kwa hiyo tunahitaji kubadilisha nchi ndugu zangu. Hatuwezi kuendelea. Na ukitaka kujua hii operation imewashika, ndio vitu kama hivi. Operation ya no reforms, no election imekuwa very successful. Ndio maana wanapani hawana uwezo wa kujibu. Matokeo yake ni kuandaa vigenge kama hivi ambapo wanaweza kuuawa. Wako kweli. Na wao wakija kwenye mkutano kama hapa hawawezi hata kupata watu. Lazima watu watolewe Ikukuno, si watolewe wapi. Mabala mengine akaanza ni kupiga Mkuu wajibu wake namba 1 ni usalama wa watu. Hasemi chochote. Gwajima anasema watu wanatekwa, anafungiwa kanisa. Kosa lake nini? Kosa lake nini? Kwani kazi ya makanisa ni nini? Si ni kupinga dhambi? Kuteka watu sio dhambi, ni dhambi. Kuua watu ni kitu cha halali. Staff nilipewa pension. Uongo kweli? Kwa nini? Kwa sababu umelitumikia taifa. Ndio maana hao wanalipwa. Lakini wale watumishi wa serikali